Mtumishi wa Mungu Faustin Munishi. Nimekuja hapa purposely kumpongeza mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima. Kauli yake aliyoitoa hivi karibuni imenifanya nije hapa nimpongeze. Sasa utaniuliza, wewe Munishi, si ni wewe ulimkosoa Askofu Gwajima alipoingia katika siasa na akachaguliwa kuwa mbunge? Vipi leo unampongeza? Ndiyo, ni mimi niliyemkosoa alipoingia katika bunge, nikimwambia kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na ukiingia kwenye siasa utakuwa umechanganya injili na siasa. Kwa hiyo ujiadhari ukiwa ndani ya siasa wasikumeze. Na kweli muda umekuwa mwalimu mzuri sana. Gwajima ameingia kwenye siasa, amekuwa mbunge, tena amechaguliwa kwamba ni mmoja kati ya watu kamati ya NEC, ile kamati kubwa kabisa ya chama cha CCM, na akiwa na vyote hivyo ndani ya CCM akathubutu kutoa kauli aliyoitoa kuikosoa serikali ya Mama Samia, akiuliza, huu utekaji utaendelea mpaka lini? Unapaswa kukoma. Askofu Gwajima akamuuliza Mama Samia, je, mtoto wako wa kuzaa akitekwa na apatikane ametolewa macho, wewe Mama Samia utafanyaje? Kama hutoi tamko kwa watoto wa watu wengine wanapotekwa, na kama wewe sio mhusika mkuu wa utekaji unaoendelea Tanzania, na kama kweli nchi ya Tanzania imepotea kiusalama namna hiyo kwamba watu wanaweza wakatekwa, je, aliuliza Gwajima, sio mimi, mtoto wa Kassim Majaliwa waziri mkuu akitekwa apatikane ametobolewa macho, kwamba Tanzania hatuna sheria, kwamba Tanzania vyombo vya usalama havifanyi kazi, mtoto wa Kassim Majaliwa akikamatwa atekwe atolewe macho, mtasemaje? Mbona serikali mmekaa kimya na huu utekaji unaendelea? Kauli ya Gwajima ni kauli ya kijasiri sana. Kwa hiyo nampongeza mtumishi wa Mungu huyo. Sasa si wewe ulimkosoa? Ndiyo, nimemkosoa, lakini sasa ameonyesha kwamba yeye bado ni mtumishi wa Mungu. Yuko kwenye siasa lakini bado ni mtumishi wa Mungu. Hata Musa ili awakomboe wana wa Israeli, japo sitaki kumfananisha Askofu Gwajima na Musa, lakini Musa ili awakomboe wana wa Israeli alipata nafasi ya kwenda kuishi ikulu, akajionea mambo ya ikulu, na yale mambo ya ikulu hayakumsisimua, akaachana na lile agizo Mungu alilokuwa amempa kwamba atawakomboa wana wa Israeli watoke katika utumwa. Tanzania tunahitaji mabadiliko. Hata kama Mungu atamtumia Askofu Gwajima, well and good. Sisi tunachotaka ni mabadiliko. Mungu anaweza akamtumia yeyote. Kwamba Askofu Gwajima ameuliza maswali mazito ya kisiasa akiwa ni mwanachama wa CCM, amepanda chati. Mimi kwa maoni yangu naona tayari ameshapanda chati hata kuliko Tundu Lissu. Na ukumbuke kauli zangu, mimi natoaga kauli ambazo nazikumbuka. Nilisema hivi, wakati uchaguzi unafanyika katika chama cha Chadema, nilisema hivi, Mbowe CCM wameshamzoea, wakimwekea kitita cha pesa anakubaliana na mambo yao. Nikasema hivi, ukiniambia kati ya mwenyekiti Mbowe na mwenyekiti Tundu Lissu nitachagua nani? Nikasema mimi nitaacha uchaga mbali, nitamchagua Tundu Lissu. Matokeo yake Tundu Lissu akapita, akawa ndo mwenyekiti. Sasa hivi baada ya askofu mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima kutoa kauli aliyoitoa, ukaniwekea Tundu Lissu hapa na ukaniwekea Gwajima hapa,
uniambie kati ya hao watu wawili nani ungemchagua awe rais wa Tanzania? Mimi naweza kumchagua Askofu Gwajima, ni mtumishi wa Mungu. Sijapendelea, yule ni Msukuma, mimi ni Mchaga. Kwa nini utaacha tena Tundu Lissu ambaye ulimchagua awe mwenyekiti? Nilisema awe mwenyekiti wa Chadema, lakini sikusema kwamba atakuwa rais. Bado sana. Tundu Lissu pamoja na kwamba ashapigwa risasi na amepitia mambo mengi, kuwa rais wa Tanzania bado kidogo. Utaniuliza kwa nini? Kwa sababu Askofu Gwajima ni mtumishi wa Mungu, na watumishi wa Mungu naturally ni politician, ni wanasiasa. Unajua siasa ilianziaga mbinguni. Mungu alimtuma Musa awatoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri akitumia siasa tu. Musa akaambiwa nenda kaseme hivi, wakikataa uje uniambie, akaenda akasema maneno tu. Yani Mungu alitumia maneno kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri ya utumwa. Na wana wa Israeli wakatoka kweli, wakaenda. Kwa hiyo Tanzania hatuhitaji mwanasheria awe rais. Tundu Lissu ni purely lawyer, mwanasheria. Na mwanasheria akiwa rais tutaletewa mafaili mengi sana ya sheria. Ulimuona pale mahakamani Tundu Lissu alivyofanya? Alikuja na gunia lenye makaratasi ya kutetea kesi yake. Kwa hiyo yule ni mwanasheria. Tundu Lissu atahitaji rais kama Munishi vile ama Askofu Gwajima, alafu Tundu Lissu awe waziri wake wa sheria, awe mshauri wake wa mambo ya kisheria. Hiyo kazi inamfaa kabisa. Lakini urais bado. Ni mimi nimesema, lakini na uchaguzi si upo jamani, mtaona mambo yatakavyokwenda. Sasa nirudi kwa Askofu Gwajima ambaye nimempongeza. Ili Askofu Gwajima awe rais, lazima kauli aliyoitoa, ndio maana hajaongea mambo mengi. Kauli aliyoitoa, yeye yuko tayari sasa hivi kwa lolote. Kwa maana ya kwamba CCM waamue kusuka ama kunyoa, Gwajima yeye anangojea. Mkimtoa kwenye Chama cha Mapinduzi bado atarudi kuwa askofu. Mkimtoa kwenye neki bado atakuwa ni mtumishi wa Mungu aliyeingia kwenye siasa mpaka akaingia bungeni, akaona mambo yanavyokwenda, dhamira yake ya kiroho ikamsuta, akaona aseme. Hilo ndilo nampongeza kwalo hilo. Askofu Gwajima, hongera mzee. Josephat, hongera. Wanasema chama kikubwa kama CCM kukitoa madarakani inabidi kazi kubwa sana. Na mimi naona huyu bwana askofu ashaingia ndani ya CCM. Ameshaingia mpaka kwenye neki yenyewe, yeye yuko pale. Ameshajua figisu. Yani ujanja unaotumika pale kwenye neki kumuingiza mtu ambaye hastahili. Na yeye kama mtu wa Mungu anaona tu. Aliona wakati neki ikimteua Mama Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye mgombea pekee. Aliona jinsi watu walivyozuiliwa kuchukua fomu wasimpinge Mama Samia. Askofu anaona tu. Anasema jamani, si katiba ya CCM inasema mtu yeyote anaweza akachukua fomu ili huyu mama ambaye ni raia wa Zanzibar asiendelee kuwa rais wa Tanganyika, na katiba hataki kuibadilisha kwa sababu anajua udhaifu ulioko kwenye katiba. Sasa Askofu Gwajima anaona tu na ananyamaza. Mtumishi wa Mungu. Huwezi kuiba na ukamwambia mtumishi wa Mungu nyamaza. Hilo ndilo lilikuwa naliogopa mimi. Hiyo ndio ilikuwa hofu yangu, kwamba Gwajima akiingia pale akutane na wanasiasa, si watamwambia tuibe na yeye akubaliane nao. Hiyo ndio ilikuwa hofu yangu. Ndio maana nilimkosoa pale mwanzo, nikamwambia bwana, ile uaskofu uliokuwa nao ni mkubwa kuliko ubunge. Lakini sasa hivi nimekubali kwamba ilipaswa aende pale
na nikimwangalia Gwajima usoni, muangalie macho, mwambie akuonyeshe macho yake, ninamuona bado hajakunywa zile whisky za wakubwa. Anakutanaga na viongozi, wanafanya mikutano, na unajua viongozi wa kisiasa basi unajua bana, lazima wanywe kabia kidogo, whisky. Lakini kimwangalia Gwajima usoni, namuona mwili wake ni ule ule. Mtu anayekunywa bia, akinywa bia wiki mbili tu ama mwezi mmoja, utaona katumbo kakitambi kabia kamepanda hivi. Gwajima mwili wake ni ule ule. Hata sura yake ukimwangalia unaona bado utukufu wa Yesu uko pale pale. Kwa hiyo Gwajima ametuthibitishia watumishi wa Mungu Tanzania kwamba siasa sio mbaya vile. Siasa na injili ni maadui wanaotegemeana, wanaweza wakaishi pamoja ili mradi huyu mwenye injili hasimezwe na siasa. Na ndio maana utamuona hata Yesu katika mikutano yake alikuwa anaingia kwenye masinagogi ya watu, dini za watu, na ndani ya dini za watu anawafundisha neno la Mungu la kweli. Na akitoka pale, wale wenye dini wanatafuta kumuua, lakini Yesu anachoropoka, anaondoka zake. Kwa hiyo Gwajima, nakupongeza, umeprove katika East Africa kwamba siasa na injili zinaweza zikaenda pamoja, lakini mtumishi wa Mungu hatakiwi amezwe na siasa. Kwa hiyo kauli yako Askofu Gwajima imetuonyesha wazi kwamba wewe hujamezwa na siasa za Tanzania, hujanunuliwa na CCM. Bado wewe ni mtumishi wa Mungu yule yule tuliyokujua, kwa sababu umeuliza maswali magumu kwamba inakuwaje rais ndiye anayeteua wakuu wa vyombo vikuu vya usalama Tanzania na yeye ndiye anayewafuta kazi? Je, hawa wakuu wa vyombo vya usalama Tanzania wakimuona rais, tuseme mfano, anataka kuiuza bandari ya Tanzania kwa wawekezaji wageni na maslahi pale yawe ni ya wageni sio ya Watanzania, hawa wakuu wa vyombo vikuu vya usalama Tanzania wana meno ya kukosoa rais? Hawana, kwa sababu wameajiriwa na rais, na rais anaweza akawafukuza kazi. Gwajima akauliza, sasa je, tutakuwa na nchi ambayo haina taasisi zinazoweza kumkemea rais akikengeuka? Maswali mazito sana. Ninaona wabunge wanajaribu kumletea Gwajima skando, mara wanaleta zile picha za zamani, ile skando ya Gwajima kuonekana sijui anakula chakula gani pale kwenye hoteli, wanazileta zile picha sasa. Sasa kama CCM, nyinyi ndio mnaoleta hizo picha sasa hivi za kutuonyesha kwamba Gwajima alikuwa hafai, mlikuwaje na yeye mpaka mkampa cheo cha kuwa mwanakamati ya kamati kuu ya CCM? Sasa mnaona hizo skando mnazozileta sasa, inaonyesha kwamba Gwajima amewashika pabaya. Na kauli ya Gwajima sasa inaonyesha kwamba adui yenu sasa, hata Mama Samia sasa amejua. Alikuwa amedhani adui yake ni Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwanasheria, we mwache aongee maneno ya sheria, mwachie huru afanye shughuli zake. Sasa adui wa CCM na adui wa Samia sasa hivi sio Tundu Lissu. Adui wa Samia kisiasa ni huyu aliyejitokeza ndani ya CCM. Anajua siri zenu zote, anajua wapi mlikosea. Sasa mguseni muone. Nimeona hata kigazeti fulani hivi kinaandika eti Gwajima sasa anapanga kujiteka. Kumbe ni wao sasa wanapanga kumteka. Lakini jaribuni, huyo ni mtumishi wa Mungu, na kama Mungu anataka kumtumia alete mabadiliko Tanzania, msijaribu kumgusa.
Hiyo nawapa, mimi ni mtumishi wa Mungu, najua mambo ya Mungu yanavyokwenda. Sasa utaniambia, Gwajima akiingia si ni Msukuma yule yule, na Wasukuma wana network yao ile ambayo ilikuwa na Magufuli. Kuna tutakuwa tumepona au tumeingia tena kwenye Usukuma? Mimi nataka kusema hivi, nchi ya Tanzania tumevuka mahali pa kuwaza mambo ya ukabila. Tunachotaka ni mabadiliko. Na Tanzania kuna brain. Sisemi kwamba Tanzania kuna watu wanaofikiri. Na brain moja nzuri sana ambayo tunayo ni Askofu Gwajima. Na wanasiasa wakiona brain kama hiyo wanajaribu kuigonga gonga irudi chini. Ona cheo walichompa. Hajapata uwaziri. Lakini ni brain nzuri sana. Yaani wanasiasa, watu wanaofikiri vizuri, Tanzania hawapati vyeo bwana. Watu wanaofikiri vizuri kwa maslahi ya nchi yetu kule Tanzania wanaitwa maadui. Unaona? Hapo ndipo tunapokosea. Tunahitaji akili za Watanzania tuzitumie kuleta maendeleo ya nchi yetu. Brain kama ya nani? Kuna mtu mwingine pia ana brain, pamoja na kwamba ametuhumiwa mambo mengi. Mimi sijawahi kuwa na hakika kama amefanya makosa mengi kama hayo. Kuna huyu bwana anaitwa nani huyu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha sasa hivi. Alikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Arusha. Huyu bwana na yeye ni brain, pamoja na kwamba wao na Gwajima sijui kama wanaivaga chungu kimoja. Huyu Makonda, Gwajima anasema jina lake kamili sio Makonda, anaitwa Bashite. Huyo ni Gwajima. Lakini unajua brain inajuana na brain nyingine. Huyu bwana Makonda akili yake pia iko juu, ni akili nzuri. Hawa ni watu ambao nikienda Tanzania nitapenda kukutana na wao. Kwa sababu ukiona mtu anaweza kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na akashitua watu mpaka ubalozi wa Marekani ukashtuka, huyo mtu ni akili, yuko vizuri. Hata kama Gwajima anasema ni Bashite, pengine masomo yake hayakuwa vizuri, lakini akili yake iko nzuri. Anafanya mambo mazuri. Akiwekwa mkuu wa mkoa kila mtu atajua. Lakini sasa hivi tunavyoelekea kwenye uchaguzi, ninaona makali yake yamepungua. Pengine Samia naye amempunguza makali Makonda. Amejua kwamba Makonda anaweza kupewa kitu kadogo hivi akakalima na akachukua zile sifa zote. Na hiyo nilimchanua Mama Samia wakati nilimwambia, huyu Makonda umempa cheo na ameenda Arusha amefanya mabadiliko ambayo serikali haijawahi kufanya. Kwa hiyo unafikiri kisiasa watu wa Arusha watampenda nani, Samia au Makonda? Sasa Mama Samia naona alishtuka, sasa amepunguza makali ya Makonda. Lakini ile ni brain, iko sawa ile. Yuko sawa ile. Askofu Gwajima yuko sawa zaidi. Aya, kuna mzee mwingine ambaye pia nikienda Tanzania, Dar es Salaam, nataka kumuona. Huyu mzee Wasira huyu. Huyu mzee Wasira pamoja na kichwa yake kubwa ile kichwa ina akili nyingi yule mzee. Na inawezekana yule mzee ndio engine inayoendesha CCM. Yaani siku atampoteza yule mzee CCM itayumba. Kwa hiyo yule mzee pia nitataka nimuone, nimuulize mzee, hivi asubuhi ukiamka unakulaga nini? Na mchana unakulaga nini? Maana wewe ulikuwepo wakati wa Nyerere. Nyerere akaondoka akakuacha. Tena sio kuondoka tu, aliondoka kwenye siasa yeye akakuacha. Tena ameondoka duniani amekuacha wewe. Na watu wanasema watu wazito sijui wana ugonjwa wa sukari, watu wanene sijui wana ugonjwa wa pressure. Wewe haya magonjwa yote uyapati, unakulaga nini mzee? Wasira nitataka kumuona sana. Pengine anakula ugali wa mtama nini? Tataka nimsalimie, nimuulize, namkosoaga ndio. Na ana ubabe wake ndio. Lakini kinachomfanya adumu na huo ubabe ni akili ambayo Mungu alimpa. Kwa hiyo yeye ni brain kubwa Tanzania. Na huyo mzee hata akimkosoa Martha Karua yule wa Kenya, alisema tunamuheshimu huyo mama. Kwa sababu huyo mzee pamoja na kwamba asingependa Martha Karua aingie Tanzania, asikilize kesi ya Tundu Lissu, atoe makosa ya kisheria,
lakini alisema anamheshimu Martha Karua. Kwa nini? Kwa sababu Martha Karua ni mwanasiasa, Martha Karua ni mwanasheria, Martha Karua ameanzisha chama chake cha kisiasa. Hebu tutoke huko kwanza, turudi kwa huyu ninayempongeza, Askofu Gwajima. Ili awe rais, anatakiwa afanye nini kwa sasa? Haraka haraka angetakiwa awe mesajili chama chake cha kisiasa, na chama hicho cha kisiasa cha Gwajima kitawazoa watu kutoka CCM, wale wote waliokuwa katika mrengo wa Magufuli mwenda zake. Mpaka leo, mpaka kesho, kuna watu hawaamini kwamba kifo cha Magufuli kilikuwa ni kifo cha kawaida. Kuna watu wanaamini kwamba kuna watu walipanga njama ili mzee yule aondolewe, ili wachukue madaraka. Kuna watu mpaka leo wanaamini hivyo. Mimi siamini hivyo. Naamini Mungu alitoa na Mungu ametoa. Mungu alitoa na Mungu akatoa. Hivyo mimi ndivyo ninavyoamini, kwamba ilikuwa ni kawaida, ni kifo cha kawaida. Kwa sababu hizo wanazosema wengine sijui Magufuli aliuawa nini. Na Magufuli pia nilimkosoa kwa mambo mengi, lakini Magufuli pia alikuwa brain nzuri kwa Tanzania. Alikuwa ni mtu anayejali rasilimali za Tanzania ziwe mikononi mwa Tanzania. Kuna makosa yake madogo madogo. Mtu akikukosoa haina maana na kuchukia. Si ni mimi nilimkosoa Gwajima? Si ni mimi sasa niko hapa nampongeza kwa hatua aliyochukua? Kwani nitakuwa mtu wa kukosoa tu mpaka kesho kutwa? Sasa Gwajima akitaka kuwa rais, awe tayari amesajili chama chake cha kisiasa. Hicho chama kitawazoa wote timu Magufuli ndani ya CCM, na kitawazoa hata watu wa upinzani waingie ndani. Hiyo ni njia moja ambayo inaweza ikaleta mabadiliko Tanzania. Kwa hiyo Gwajima afanye hivyo haraka. Na hata mimi sijawahi kujiunga na chama chochote cha kisiasa, lakini Gwajima akianza chama cha kisiasa nitajiunga. Kwa nini nitajiunga? Kwa sababu tayari Gwajima amesha prove kwamba watumishi wa Mungu hatutakiwi tunyamaze tu, tuongozwe na wanasiasa, wengine walevi, wengine wezi, na tukiacha nchi yetu ambayo Mungu ametuzaa ndani yake ikichukuliwa na wezi. Hata Yesu alipoingia katika hekalu akakuta watu wanabadilisha pesa kule ndani, alipindua zile meza. Kwa hiyo ni wakati wa watumishi wa Mungu kupindua meza Tanzania. Tuwatoe wezi, wanyang'anyi ndani ya nchi ya Tanzania, na tufurushe mavikapu yao na pale wanapochenjia zile pesa tuwatupe nje. Na mtu anaweza kuongoza hiyo harakati hiyo. Mtu anaweza kuongoza huo mtiririko wa kubadilisha mabadiliko ya haraka Tanzania. Kwa sasa hivi ni Gwajima, hakuna mwingine. Yuko mahali pazuri pa kufanya hivyo. Kwa hiyo Gwajima akibadilisha, akitafuta chama cha kisiasa, sawa, tutamuunga mkono. Cha pili, Gwajima wakimfukuza anaweza aingie Chadema. Sasa hiyo akiingia Chadema kuna mambo matatizo pale. Mimi naona chama kingine kianze tu upya, chama kinachotoka CCM. Ndio kauli ya Nyerere itimie kwamba upinzani kamili utatoka CCM. Sasa Gwajima akianzisha chama, yani CCM imeguke. Watu wa Magufuli watoke. Watu ambao hawapendi uongozi wa mama kutoka Zanzibar watoke. Watu ambao wanasema rais wa Zanzibar, mama wa Zanzibar, raia wa Zanzibar atatawalaje Tanganyika, watoke. Hao wakitoka, tuanze chama ambacho ni rangi ya kijani. Sasa tuvue gwanda la kijani, nitawaonyesha nguo mtakayovaa. Alafu chama hicho kama kimesajiliwa tayari, kisimamishe mgombea. Kama ni Gwajima asimame, kama ni mimi nisimame. Liwalo na liwe bwana, kwani iko nini? Nchi si ni yetu hii. Yeyote atakayesimama, akisimamishwa Gwajima tunamuunga mkono. Sasa hiyo tutatoboa Tanzania.
Lakini hii ya Chadema nini, unaona Chadema wanavyofurugwa. Sasa hivi hata wajielewi, maana lengo la Samia ilikuwa kuvuruga Chadema ili abaki yeye. Lakini Mungu naye ni nani? Ameleta tu kimbunga kutoka ndani ya CCM. Gwajima naye akatoka vup, akasema utekaji, nani anateka? Sasa hiyo yani CCM wako wanafanya hivi. Yani huyu mtu amekuja kutulipua hapa, tutafanyaje hapa? Sasa hivi CCM vichwa moto. Niachia hapo, mengine nitaongea baadaye, lakini nimalizie kwa kusema Askofu Josephat Gwajima, pongezi, hongera, umefanya kazi nzuri sana. Umeuliza maswali ya msingi. Vipi kuhusu vyombo vya usalama Tanzania, ikiwemo usalama wa taifa, mkubwa wake achaguliwe na rais, ikiwemo mkuu wa majeshi achaguliwe na rais na afutwe kazi na rais, ikiwemo mkuu wa polisi achaguliwe na rais. Kauli hiyo ya Gwajima inaitisha katiba mpya kwa nguvu, kwa force kubwa sana. Tunahitaji katiba mpya. Nimekuwa nikiongea bila sauti hapa, haki ya Mungu. Kauli hiyo ya Gwajima inaitisha katiba mpya kwa force kubwa sana. Tumekuwa tukilalamika kwamba tunahitaji katiba mpya. Katiba mpya ndiyo itakayopunguza mamlaka ya rais, na rais asiwe na uwezo wa kuchagua viongozi katika taasisi nyeti za nchi yetu ya Tanzania. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza.